Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, amesema Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la E-Learning Africa linalotarajiwa kufanyika Mei 7 hadi Mei 9 mwaka huu 2025 katika kituo cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Ameyasema hayo leo Machi 29 mwaka huu 2025 wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma. Profesa Mkenda amesema kongamano hilo linafanyika kwa mara ya pili hapa nchini na linatarajia kukutanisha nchi zaidi ya 65 kwa ajili ya kujadili na kubadilishana uzoefu, kuhamasisha uwekezaji na kuazimia kwa pamoja mipango ya uchangiaji wa matumizi ya teknolojia katika sekta ya elimu barani Afrika. Aidha, amesema kongamano hilo litajumuisha mkutano wa mawaziri zaidi ya 50 kutoka katika nchi 49 barani Afrika utakaokuwa na lengo la kuazimia mikakati ya pamoja na kuandaa nguvu kazi mahiri katika kubuni, kuzalisha na kuimarisha matumizi ya kidijitali. Umma kuhusu kongamano la kimataifa la 18 la E-Learning Africa kwa mwaka 2025 litakalofanyika katika kituo cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9 Mei mwaka huu wa 2025. Tangu kuasisiwa kwake mwaka 2005, kongamano hili limeshafanyika katika nchi 17 ikiwemo Tanzania ambapo lilifanyika mwaka 2011. Hivyo mwaka huu litakuwa linafanyika kwa mara ya pili hapa nchini kwetu. Kauli mbiu kwa mwaka huu ni kufikiria upya elimu na maendeleo ya rasilimali watu kwa ustawi wa Afrika, yani Reimagining Education and Human Capital Development for Africa's Future Prosperity. Ndugu wanahabari, kongamano la E-Learning Africa kwa sehemu kubwa linalenga kuleta pamoja makundi mbalimbali ya wadau kutoka zaidi ya nchi 65 kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu, kuhamasisha uwekezaji na kuazimia mipango ya pamoja ya kuchagiza matumizi ya teknolojia za kidijitali hususan katika sekta ya elimu barani Afrika. Aidha, makundi hayo ya wadau yatajumuisha watunga sera, watoa maamuzi, wataalamu wa elimu, wataalamu wa teknolojia, watafiti, wabunifu, wafanyabiashara, wawekezaji na wadau wa maendeleo. Pamoja na matukio mengine, kongamano la E-Africa litajumuisha mkutano wa mawaziri zaidi ya 50 kutoka nchi 49 barani Afrika. Mkutano huu utatoa fursa ya kujadili na kuazimia mikakati ya pamoja ya kuandaa nguvu kazi mahiri katika kubuni, kuzalisha na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidijitali. Kama nilivyotangulia kusema, kongamano hili litaanza tarehe 7 Mei na kuhitimishwa tarehe 9 Mei mwaka 2025. Kama mwenyeji wa kongamano hili, nchi yetu inatarajiwa kunufaika na fursa mbalimbali za kuwa mwenyeji wa kongamano hili, zikiwemo kubaini mikakati na mbinu mpya za kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu na sekta nyingine. Pili, kuvutia programu za pamoja za ubiasharishaji wa bunifu na teknolojia zinazoibuliwa nchini. Tatu, kuvutia makampuni ya teknolojia ya kikanda na kimataifa kuja kuwekeza hapa nchini. 4, kuimarisha ubia baina ya sekta umma na sekta binafsi katika maendeleo na matumizi ya teknolojia za kidijitali. 5, kuchagiza uchumi wa ndani kupitia bidhaa na huduma zitakazotolewa kwa washiriki wa kongamano hili na kuhamasisha washiriki wa kongamano kutembelea vivutio mbalimbali vilivyopo hapa nchini na fursa nyingine kadhaa. Ndugu wanahabari, tunatoa rai kwa wizara mbalimbali, taasisi, mashirika, asasi, kampuni za teknolojia, wanataaluma, watafiti, wabunifu, waandishi wa habari, wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla kujiandaa kutumia fursa za kongamano hili vilivyo. Ni matumaini yetu kuwa kwa pamoja na umoja wetu, kongamano la E-Learning Africa kwa mwaka 2025 litafanyika kwa mafanikio makubwa na kufungua fursa nyingi za kiuchumi na kijamii hapa nchini. Asanteni sana.
kwa kunisikiliza. Za Afrika zenye uchumi mkubwa, kwa mfano Afrika Kusini na Nigeria, tunatarajia watashiriki, na nchi zenye uchumi mdogo ambazo sitaki kuzitaja nazo zitashiriki. Na baadhi ya nchi pengine zinazotoka nje ya Afrika vile vile watashiriki katika mkutano huu, lakini kwa ujumla ni kongamano la nchi za Afrika. Unaweza kauliza vile vile kwa nini tunazungumzia mambo ya kidijitali, na hii ni Wizara ya Elimu. Waziri ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kuna wizara inayoshughulikia vile vile na teknolojia ya habari. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba elimu duniani inabadilika kwa kasi sana kwa sababu ya teknolojia. Na kuna mambo mengi ya kujifunza kuhusu teknolojia. Kwa mfano, kama mmefuatilia kwenye mitandao, kumekuwa na msukumo mkubwa sana wa kutumia teknolojia katika kufundisha kuanzia elimu ya awali kwenda juu. Alafu kuna nchi zinaanza kufanya tathmini ya faida za kutumia teknolojia kwa elimu ya msingi na elimu ya awali. Kwa kuna sehemu za kubadilishana mawazo vizuri. Nimeangalia kwa mfano Sweden, wanajiuliza kama mtoto anapoanza darasa la kwanza mpaka kumaliza elimu ya msingi, kama kuna sababu ya kutumia teknolojia kwa wingi au aendelee kutumia kalamu na karatasi na ubao na chaki. Kwa hiyo tutabadilishana mawazo, lakini kwa ujumla wake tunataka kuangalia swala la teknolojia katika ngazi zote, hasa katika kufundisha. Na inasaidia sana kutumia rasilimali zilizopo za ufundishaji kwa ufanisi zaidi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakati wa COVID kina program ambayo ilikuwa inaendeshwa inashirikisha nchi mbalimbali. Na kipindi cha COVID, kwa sababu watu walikuwa hawezi kusafiri, alikuwa anaweza kukaa mhadhiri Accra akatoa lecture na wanafunzi wakiwa Dar es Salaam wakawa wanasikiliza. Alafu baadaye mhadhiri wa Dar es Salaam naye akitoa lecture wa Accra na Addis Ababa wanasikiliza. Kwa hiyo na sisi vile vile lazima tufike mahali ambapo mhadhiri akiwa UDOM anaweza katoa lecture, lakini akawa ametoa lecture pale UDOM na University of Dar es Salaam at the same time. Kwa kuna fursa nyingi sana. Lakini zaidi ya hapo tunataka vile vile kukuza teknolojia hiyo na kuongeza ubunifu katika nchi yetu. Kwa hiyo ni masuala mbalimbali ambayo tunataka tuzifanye ziweze kunani. Kwa mfano, swala moja ambalo nalo ni muhimu sana ya teknolojia, nilizungumza jana nikiwa Singida, ni kasi kubwa ya mnasema akili mnemba akili unde, yani imeundwa, akili iliyoundwa ambayo inabadilisha sana namna ya kujifunza, na wakati mwingine inaweza ikasababisha watu wakawa danganyifu katika elimu. Kwa ni chombo muhimu sana kwamba unaweza ukachukua sasa hivi simu yako tu ukauliza kitu kimoja tu, swali, ukauliza Silvia Lupembe, hapo atakupa CV yote ya Silvia Lupembe. Unaona Kwa hiyo mwanafunzi kama ukimuuliza sijui hebu tueleze kidogo kuhusu siasa za Kenya, akibonyeza tu atapata mtiririko wote. Ni jambo zuri, lakini linatoa fursa ya kudanganya. Lazima sisi tubadilishane mawazo na wenzetu namna kulikuza hilo jambo na tulitumie kwa manufaa ya nchi yetu. Na sio tu kutumia kama nyenzo ya kufundishia, lakini kutumia kama nyenzo ambayo inaweza kutatua matatizo mbalimbali. Kwa mfano, ukiwasikiliza wataalamu wanasema hata magonjwa mengi duniani huko tunakoenda, kwa kutumia hiyo akili unde na teknolojia nyingine, huenda kila mtu akatibiwa kwa namna ambayo inaendana na mahitaji yake binafsi, kwa sababu ni rahisi sana teknolojia kugundua, kukumapu wewe mwenyewe na kutatua changamoto yako. Na inawezekana daktari wako akawa yuko nchi nyingine kabisa na kutibu ukiwa hapa Tanzania. Kuna fursa nyingi sana. Lakini uzoefu ni jambo muhimu sana kati ya nchi na nchi. Wenzetu wanatumia nini, sisi tunatumia nini, tutabadilishana uzoefu. Kwa kweli ni mkutano muhimu sana kwetu. Na hii teknolojia inaenda kwa kasi. Haitusubiri. Ama sisi tujaribu kwenda nayo haraka na kujifunza na kuitumia kwa manufaa, au tusubiri. Alafu tukisubiri madhara yake ni kwamba tutakuwa tunapelekeshwa. Kwa hiyo tunapenda tuwe kwenye forefront, na kwa kufanya hivyo nchi yetu, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameidhinisha mkutano ufanyike hapa na ameunga mkono jambo hili, na naamini kwa sababu ya diplomasia yake duniani ndio maana walituomba tuwe wenyeji wa mkutano huu.